Karibu Mtungini kupitia Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erastus Andrew. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amefanya ziara ya kikazi katika kiwanda cha kuchenjua dhahabu cha Eye of Africa Limited kilichopo eneo la Area C jijini Dodoma kwa lengo la kujionea namna shughuli za uchakataji wa madini zinavyofanyika. Ziara hiyo imefanyika kama sehemu ya majukumu yake ya kusimamia utekelezaji wa sera za serikali, kuhakikisha uzalishaji wa madini unazingatia viwango vya kitaalamu, usalama, ulinzi wa mazingira na kuongeza thamani ya rasilimali za taifa. Akiwa kiwandani hapo, Mheshimiwa Senyamule amepokea maelezo kutoka kwa wataalamu wa madini na uongozi wa kiwanda kuhusu hatua za kuchenjua dhahabu, uwezo wa uzalishaji na mchango wa kiwanda hicho katika ajira na mapato ya halmashauri. Leo tumepata nafasi ya kutembelea kiwanda kinasema Eyes of Africa ambacho kiko katika mkoa wa Dodoma, lakini kinafanya uchenjuaji wa hatua ya mwisho wa dhahabu, yani kwenye ule ubora wa mwisho au tunasema purity kubwa kabisa 99.5. Kiwanda hiki kinakusanya dhahabu kutoka maeneo mbalimbali yaliyo karibu ya Dodoma na yaliyo karibu na mkoa wa Dodoma, ikiwepo Dodoma wenyewe ambapo wanasema katika dhahabu wanayopata 25% takriban inatoka katika mkoa wa Dodoma, lakini nyingine inatoka katika mikoa ya Morogoro, Tanga, Singida na mikoa nyingine ya jirani. Jambo hili sisi limetufurahisha kwa mkoa wa Dodoma kwa sababu nyingi. Kwanza, tunajua kwa Dodoma tunao madini mengi na tumekuwa tukisema kuwa tuna madini ya aina karibu zote kiacha Tanzanite ambayo bado hatujaigundua. Kwa leo tumeweza kushuhudia na kujiridhisha kuwa dhahabu hii pia ipo Dodoma, lakini tumefurahi kuwepo kiwanda hiki kinatengeneza soko la wananchi ambao wanachimba dhahabu. Lakini kiwanda hiki kama tunavyoona, hii dhahabu tuliyoishika hapa, hii ni kwa ajili ya hifadhi ya dhahabu za Tanzania. Tumemsikia Mheshimiwa Rais akisema, tumemsikia Waziri wa Madini akisema, lakini tumemsikia Gavana Benki Kuu akisema kuwa sasa hivi Tanzania inahifadhi dhahabu, kitu ambacho hakikuweko kwenye historia huko nyuma, na jambo hili limekuwa na tija kubwa kabisa kwa nchi yetu, kwa sababu tunaona sasa kama ambao tunahifadhi hela, kumbe cash za noti za nchi mbalimbali na za Tanzania, sasa hivi kumbe dhahabu nayo unaweza ukahifadhi kama akiba ya nchi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene ametoa wito kwa vijana na wanaharakati nchini kutumia njia sahihi za kisheria wanapodai haki, akisisitiza umuhimu wa mazungumzo na maridhiano badala ya vurugu na migogoro. Amesema kuwa historia imeonyesha wazi kuwa vita na machafuko havijawahi kuleta suluhu, bali husababisha kuporomoka kwa amani na ustawi wa jamii. Kauli hiyo imetolewa wakati wa mkutano wa pili wa pande tatu unazozihusisha serikali ya Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, mkutano unaolenga kuimarisha ushirikiano katika masuala ya ulinzi na hifadhi ya wakimbizi. Tuko na amani na tunapokwenda katika mwisho wa mwaka, siku hizi niwatakie na Watanzania wenzangu wote kama waziri mwenye dhamana na usalama wao na mali zao kwamba msiwe na hofu yoyote ile. Tunapozungumza mambo haya ya kuambia wenzetu warudi kwao, na sisi huko hatuna nafasi ya kuwahifadhi, na sisi wa Tanzania ni vizuri tukajifunza somo hili kwamba tuna wajibu wa kutunza amani yetu ili na sisi kesho tusipogeuka wakimbizi. Sasa sijui tunarudisha wenzetu kwao na sisi tutawafuata nyuma tunaenda kwao, maana watakuwa wametulia. Kwa hiyo vijana na wale wote wanaharakati ambao wanafikiri njia hii ya vurugu na fujo na kuvunja amani ndio itakayowapa haki yao, hiyo njia ni ndefu mno. Tunazungumzia Kongo iliyovurugika miaka 30 iliyopita, amani haijarudi mpaka leo. Wewe unayefikiria kuivuruga nchi yako ya Tanzania leo, utakaa miaka 30. Kama wewe ni kijana, basi hiyo haki utaiona, kwa sababu umeidai kwa process ambayo kimsingi sio shortcut. Shortcut ni mazungumzo. Shortcut ni kuweka hoja mezani. Shortcut ni kufuata mifumo ya mabadiliko, lakini vita, vurugu havijawahi kusaidia nchi yote.
Na tutazame upande wa biashara. Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya maafisa ugani na wafugaji nchini, hatua inayolenga kuboresha utoaji wa taarifa, elimu, ushauri wa kitaalamu na matumizi ya teknolojia katika sekta ya mifugo. Kauli hiyo imetolewa wakati wa hafla fupi ya kukabidhi pikipiki 381 kwa maafisa ugani waliopo kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Hafla hiyo ilifanyika jijini Dar es Salaam. Dr. Bashiru amewaagiza maafisa kutanguliza majadiliano na ushauri badala ya kufundisha mara moja wanapokuwa uwanjani, hatua inayosaidia kuongeza ufanisi wa huduma kwa wafugaji. Huduma za ugani ni muhimu na ni kiungo kati ya watafiti na wafugaji ili kupata ufugaji wenye tija. Hivyo ni vyema mkaimarisha mahusiano hayo. Nitoe rai kwenu kujenga ushirikiano mzuri na madhubuti baina yenu na wafugaji ambao utalenga kutoa taarifa sahihi, kusambaza teknolojia, kuelimisha, kutoa ushauri wa kitaalamu na kupata mrejesho wa matumizi ya teknolojia. Kwa hiyo niwaombe na nirejee tena kama alivyoelekeza Mheshimiwa Rais, twendeni kuwahudumia watu, sio kama tunakwenda kuwafundisha kana kwamba wao hawana taaluma au uelewa. Twende kujadiliana nao na kuwasikiliza. Na njia pekee ya kuwapima utendaji wenu sio kwa kupitia mifumo yetu ya ndani. Hiyo ni muhimu sana kwa sababu ndio utaratibu wa uendeshaji wa shughuli za serikali. Lakini watu wa kuwapima ubora wa utendaji wenu ni wale wananchi wanaowahudumia. Mkienda kule, msiende kama watu mnaojua, kwa sababu yako ya kujifunza pia kutoka kwao. Kuwa karibu nao, wasikilize shida zao, zitatue, na zile ambazo hamwezi kuzitatua katika mfumo wetu wa taarifa tupeni mrejesho ili tujipange kuangalia kama matatizo ni sera au matatizo ni sheria au matatizo ni utaratibu. Nikuhakikishie tu Mheshimiwa Waziri kwamba tunapokea vitendea kazi hivi na tutahakikisha kwamba vitendea kazi hivi vinatunzwa na vinaenda kufanya kazi iliyokusudiwa. Nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri kwamba hutaziona hizi zikitumika kama bodaboda. Hawa maafisa ugani ni moja ya maafisa ambao wanashiriki kwenye zoezi la chanjo. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba vitendea kazi hivi vitaendelea kusukuma mbele zoezi hili la chanjo ambalo linaendelea nchi nzima. Sisi Dar es Salaam ndio masoko ya hayo maboresho yote mnayoyafanya. Tunawadhihirishia tu kwamba tutaendelea kufanya kazi ili kuhakikisha njia za kimasoko zinakuwa endelevu. Na ili njia za kimasoko ziwe endelevu, hii status mnayowapa, mnakwenda kusaidia wale wenzetu sasa kuwa na access kwenda kwenye mabenki na kufanya huo mnyororo sasa katika hali himilivu na kufanya huo mnyororo katika hali ya uhai. Mwisho wa siku unakuta sasa wananchi tuna improve ile well-being na tuna improve livelihood, na mwisho wa siku ndio tabasamu halisi kutoka Wizara ya Mifugo na Wizara ya TAMISEMI kwenda kwa wananchi. Tuhitimishe sasa na habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump anakutana leo na marais wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa lengo la kusaini rasmi mpango wa amani unaolenga kumaliza mgogoro unaoendelea katika mashariki mwa DRC. Mkutano huu ni sehemu ya jitihada zinazosimamiwa na serikali na kutangazwa rasmi kama tukio la mkataba wa kihistoria wa amani na uchumi linalokusudiwa kutekeleza makubaliano ya amani yaliyotiwa saini Juni 2025. Mpango huo unakusudia si tu kusitisha migogoro na ghasia, bali pia kuanzisha muundo wa ushirikiano wa kiuchumi ukiwemo uwekezaji katika malighafi ya madini iliyohitajiwa kote duniani kama sehemu ya kupambana na machafuko ya muda mrefu katika eneo hilo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media.
Na kwa hayo tunafunga duru ya Mtungini kwa siku hii ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Andrew.